Hujambo na karibu katika udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi wa 10 mwaka 2023. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumanne. Kwa moyo mkunjufu kabisa ni kukaribisha kunako udukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina, hii ni Toka Zamani TV. Kumbuka nikukumbushe, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele upate taarifa mbalimbali kiganjani mwako. Lakini pia tunapatikana Facebook kwa jina la Shehani Mzaina, Instagram ni Toka Zamani TV_TZ, TikTok ni Toka Zamani TV na Twitter ni Toka Zamani TV_TZ. Na bila kupoteza wakati, tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia atoa angalizo uchaguzi wa mitaa, ataja wanaofaa kuchaguliwa, asisitiza kilimo, agesema masoko yapo, ataka mabadiliko tabia watu, waagiza viongozi wafungue fursa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika Majaliwa ajivunia Tanzania kujitosheleza chakula 100%. Habari katika ukurasa wa 4. Mageuzi yaja kusafirisha abiria mizigo kwa reli. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 20 wa gazeti hili. Gazeti ya Habari Leo limeandika Tanzania kunadi utalii maonesho Kenya. Habari katika ukurasa wa 3. TPA yazidi kujiimarisha nje nchi. Habari katika ukurasa wa 2. TIB yawekeza miradi ya bilioni 981. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika NMB yaanzisha mpango maalum kwa wastaafu. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia aitisha neki ya dharura CCM, ajenda bado ni siri, wadau na wakongwe ndani ya chama waeleza kinachotarajiwa kuzungumzwa, awataka CCM wajiandae na uchaguzi. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika uhalifu, mfanyabiashara ziko akiwa hai Sumbawanga. Habari katika ukurasa wa 3. Polisi wawili wasota mahabusu Same. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Gazeti hili likisema Same, askari wawili wa jeshi la polisi wilayani Same mkoani Kilimanjaro wanashikiliwa mahabusu ya polisi wilayani humo kwa zaidi ya wiki moja kwa tuhuma za kwenda kinyume na. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Zuio la VPN kupingwa kortini. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili imeandika elimu raha karaha ndoa vyuoni. Habari katika ukurasa wa 16. TIB ilivyowekeza kwenye miradi inayogusa umma. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumanne leo. Lakini pia ninalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Samia aitikisa ngome ya Lissu, habari mapokezi makubwa ya wananchi wamo ndugu zake Lissu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Mbaroni agedaiwa kuzika mtu akiwa hai. Habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Mwongozo wa ujumuishaji kudhibiti uonevu nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia kuanza ziara Tabora leo. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Majira limeandika Silaa agiza wafanyakazi kutekeleza majukumu yao kikamilifu. Habari katika ukurasa wa 7. TIB yawekeza bilioni 880 kwenye miradi. Habari katika ukurasa wa 4. UN takriban watu milioni wakimbia makazi yao Gaza. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Majira limeandika EGA tupo tayari kushirikiana na sekta binafsi. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini pia ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Ligi mpya maduka kubadilisha fedha nchini. BOT yaja na kanuni mpya kwa wawekezaji. Habari katika ukurasa wa 3. Mbaroni tuhuma kuzika mfanyabiashara akiwa hai. Habari katika ukurasa wa 2. Uchaguzi ujao, Samia atoa angalizo stahili ya kuamua. Habari katika ukurasa wa 2. Lakini pia gazeti hili limeandika yaliyomo UN, mzozo wa Israel na Hamas wafikia pabaya. Habari katika ukurasa wa 19. Uganda DRC za kubaliana kusafiri bila visa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti Nipashe katika ukurasa wake mbele
limeandika Nketiah ashawishiwa kuihama Ghana. Habari katika ukurasa wa 12. Michezo, Gamondi ageukia kina Baka Mwamnyeto. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tulitazame sasa gazeti Jamhuri lenye kusema tunaanzia wanapoishia wengine. Habari iliyopewa kipaumbele ni Israel vs Hamas. Ndani ya siku 10 wa Palestina 2500, wa Israel 1300 wameuawa. Saa 48 zilizotolewa kwa Wapalestina kuhama Gaza zimeisha. Ulaya, Marekani waandamana wakipeperusha bendera za Palestina. Wanafunzi 14 chuo kikuu wachafua hali ya hewa. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika kwa nini Samia ameiteka India kwa siku 2. Jina lake limeongeza kusakwa mitandaoni. Hotuba aliyotoa kabla ya ziara yapasua mioyo ya maelfu India. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Nyerere na namna kudhibiti jeshi. Habari katika ukurasa wa 12. Lakini pia gazeti hili limeandika Zanzibar ndani ya muungano haishikiki. Habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Tanzania ipaze sauti kuipinga Israel. Habari katika ukurasa wa 7. Lakini pia gazeti hili limeandika ni muhimu kukuza huduma za wazawa. Habari katika ukurasa wa 8. Al-Qaeda taasisi ovu mrengo wa kisiasa. Habari katika ukurasa wa 11. Lakini pia gazeti hili limeandika Simba wana jambo lao kwa Mkapa. Habari katika ukurasa wa 24. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Jamhuri Jumanne leo. Tulitazame sasa gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia asisitiza amani, aonya vurugu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. Awataka wananchi kuchagua viongozi bora katika uchaguzi wa serikali za mitaa mwakani. Makundi yenye lengo la kuwagawa wa Tanzania kamwe yasipewe nafasi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 2. SMZ yajipanga vyema kudhibiti bidhaa bandia. TBA yafunguka ongezeko mahitaji ya nyumba nchini. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ukatili mtupu watoto 10,000 wabakwa 2022. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia apongezwa kutunukiwa shahada. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Shilingi 10,000 yawatia matatani watu watatu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Hemedi ongezeni uwajibikaji kupunguza majanga maafa. Habari katika ukurasa wa 2. ZSTC yaombwa kuharakisha kupeleka fedha za wakulima. Habari katika ukurasa wa 4. Mifumo ya kikodi iwe na uangalizi. Dr. Saidi. Habari katika ukurasa wa 3. DPP ataja kikwazo kesi za udhalilishaji. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Dr. Samia amedhamiria kuwainua wanawake. Dr. Gwajima. Habari katika ukurasa wa 15. Hospitali Gaza kupungukiwa huduma muhimu. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Tulitazame sasa gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Samia afunguka uchaguzi wa 2024. Utatoa taswira ya uchaguzi mkuu 2025. Avunja ukimya chuki kugawa wananchi. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 4. Kuzindua mradi mkubwa leo maelfu kumuunga mkono 2025. Lakini pia gazeti hili limeandika baba wa Lissu kura yangu kwa Samia 2025. Achukizwa na siasa za chuki ubaguzi. Afurahishwa na kasi ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 3. Ukifanya udanganifu mapato faini milioni 1.5. Habari katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika TIB yani kama mafanikio yampa kongole Samia yafanya uwekezaji wa bilioni 980.7. Habari katika ukurasa wa 2. Maono ya Samia mapinduzi ya uchumi kwa maendeleo ya watu. Habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Tanzania Leo sauti ya Mtanzania. Gazeti hili linatupa fursa ya kutazama habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani Jumanne leo, na mikononi mwangu ninalo gazeti Mwanaspoti kata kiwa michezo na burudani lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni kwa mbinu hizi wanakaa dunia ya hamia kwa Mkapa. Robertinho abania kumaliza mechi da. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili ni robo finali Ijumaa ya tarehe 20 Simba vs Al Ahli, robo finali African Football League, mchezo unapigwa kwa Mkapa. Lakini pia gazeti hili limeandika kigogo Yanga
awachimba mkwara wa Arabu. Habari inaendelea kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ijayo ligi kuu ni Yanga vs Azam FC, mchezo unapigwa Jumapili Oktoba 22. Tajiri kuanza na mambo matano Man United, habari katika ukurasa wa 9. Basena akabidhiwa mikoba Ihefu. Kocha Baresi aliye na Yanga, habari ni katika kurasa za ndani za gazeti hili. Hisia zangu na Edo Kumwembe, bodyguard wa Salah ashangaza watu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwanaspoti limeandika UEFA leo Jumanne ni England vs Italia, mchezo unapigwa saa 3 na dakika 45 usiku. Pata nakala yako ya gazeti Mwanaspoti usome kwa ndani zaidi. Lakini pia ninalo gazeti Sport Extra Jumanne leo yenye habari iliyopewa kipaumbele ni uchawi wa Gamondi, Yanga huu hapa, mwenyewe apania kuitaibisha Azam FC. Robertinho afanya mapinduzi Simba, apata jeuri ya kuondoa Al Ahli. Habari katika kurasa za ndani za gazeti hili ni Simba vs Al Ahli Oktoba 20 mwaka 2023. Kigogo Simba Al Ahli wataujua ukubwa wetu. Yanga ishtuka yagokiwa mtego wa Simba, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa mbele wa gazeti Sport Extra, magazeti ya habari za michezo na burudani mikononi mwangu. Ninalo gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe limeandika Ambrich aimarisha Taifa Stars, JKT Queens kuanza na Mamelodi, serikali yataka Kiswahili kitumike AFCON 2027, Msuva Novatus waahidi makubwa AFCON 2023, habari katika ukurasa wa 22. Mtanzania ng'ara Miss Ocean World, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini pia ninalo gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii, ukurasa wake nyuma, habari za michezo na burudani, imeandika Robertinho imeandaa super sub ya kuyua Al Ahli, asema anajua sasa wanamuita Mr Objective, awataka waje uwanjani. Habari inaendelea kwenye ukurasa wa 23. Gamondi sasa awageukia kina Baka Mwamnyeto, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Onana atarudi tena Inter Milan, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo imeandika gazeti Nipashe michezo na burudani. Na hivi ndivyo ambavyo tunakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV.